katikati ya juma mpaka tutakapofika kileleni. Mema ni gani haya ambayo Mungu amekwisha kuandalia? Ni mema gani haya ambayo Mungu amekwisha kutuandalia kama wana wake? Tukitii. Lakini tena katika upande mwingine ambapo sihitaji kugeuza uso wangu nikaweza kuangalia, eti ukishakataa, ukishakuasi, utaangamia na upanga utakuwa juu yako. Usihitaji hili likaweza kukupata, kwa sababu ni jambo ambalo ni hofu tena, bali upanga unapokujia au kuachilia eti wewe ni mnene, wewe ni mrefu, wewe una mali, kwa sababu ya kuasi ni kuangamia. Kuna jambo ambalo tutakaloangalia jioni hii ya leo, na jambo linasema kuwa milango ni miwili. Chagua. Milango ni mingapi? Chagua. Wapendwa, milango bado imesalia kuwa ni miwili. Ni wewe uchague utaingia katika mlango gani. Mlango wa kwanza unasema ya kwamba hahati na ukaweza kuishi. Mlango wa pili unasema ya kwamba hasi ukaweza kuangamia. Ni wewe uchague. Kidogo nikaweza kutoa mtazamo wa sura hii ya kwanza ya kitabu cha Isaia. Isaia mtumishi wa Mungu anapoandika haya, ni wakati ambapo kizazi cha Yuda na Yerusalemu wamekwisha kuasi. Wamepewa na nafasi ya kutubu, lakini hawataki. Wamekwisha kuonywa na manabii, lakini hawasikilizi tena ujumbe. Na Mungu anawakujia na kuwaambia ya kwamba njooni sasa tusemezane pamoja naye. Tukae tukaweza kusemezana. Japo dhambi zenu zilikuwa nyekundu, zitaoshwa zikaweza kuwa nyeupe kama theluji. Wapendwa, tii na utakuwa na uzima, hasi na utaangamia. Uchaguzi ni wako. Fungu hili kuu linatueleza kwamba, wapendwa, mambo ni mawili. Mukitaka na kutii, mutakula mema ya nchi. Jambo la kwanza, mlango wa kwanza unasema ya kwamba mukitaka nini, mutachagua kutii, na kwa kutii mutaishi kula mema ya nchi. Lakini mstari wa 20 pia unatuambia mlango wa pili ambao unaosema, lakini mkikataa na kuwa waasi, mutakula kwa upanga, kwa maana kinywa cha Mungu kimekwisha kunena. Kidogo unajua, kama waliosoma wanaweza kunyoshea mtumishi wa Mungu Isaia kidogo, wakisema maneno haya ni Isaia. La hasha, Mungu mwenyewe amekwisha kuyanena kwa watu wa Yuda na watu wa Yerusalemu ya kwamba kama mtaendelea na dhambi zenu, mtaendelea kuasi, sikiliza, mtaangamia na upanga utawapata. Milango, uchaguzi ni wako, uingie katika mlango gani? Maneno haya ya nabii Isaia yaliandikwa takriban mwaka wa 700 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Wakati huo nchi ya Yuda na Yerusalemu ilikuwa katika hali mbaya sana, kama katika nyakati zetu hizi. Pia Yuda na Yerusalemu ilikuwa katika hali mbaya ambapo wanaendelea kutafuta kuabudu Mungu, wanatafuta kutengeneza mali. Hata kwa siku za Sabato wameachana na Mungu ili kusudi
Watu wa Yuda walikuwa wanaenda hekaluni, wanatoa dhabihu, wanafunga, lakini mioyo yao ilikuwa imejaa dhuluma, rushwa na uongo. Ukisoma Isaia 1 kuanzia mstari wa 11 mpaka 15 inakueleza ya kwamba kama ni kwenda katika hekalu, walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanaenda, lakini hapa katika hekalu wanatoa rushwa. Dini ilikuwepo, ni watunza wazuri wa Sabato, wanaabudu na Biblia wanazibeba karibu na mioyo yao, lakini dini yenyewe haikuwa walikuwa wamejawa na unafiki, wanayozungumza sio yale ambayo wanayoishi siku baada ya nyingine. Andiko linasema ya kwamba haki ilikuwa imekufa katikati mwao, mayatima na wajane walinyang'anywa, mahakama ilikuwa inaomba. Waliokuwa wajane walikuwa wamenyang'anywa mashamba yao, mali zao zilikuwa zote zimeenda, na hata wakati wanapofika katika mahakama ilikuwa inaomba. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba dunia hii ya Wayuda na wana wa Yerusalemu ikajawa na hofu ambao uliokuwa mbaya sana. Cha kushangaza na kuogofya kikamilifu, andiko linasema na hata katikati mwao wakamwacha Mungu, wakaanza kuabudu miungu ya kigeni. Ni wakati hapa Mombasa leo ambao ni Waadventista wa Sabato, asubuhi wako kanisani, wanaimba kwaya, wanakwaya huko, wanaimba kwaya vizuri, wanaimba kwaya, lakini kwa kidogo muda unapofika wa mchana, kumbe amepewa na wito na mganga. Yuko kwa kwaya, naendelea kuuliza mama wenzake, mama, tuna kuku mweupe. Nachukua wapi kuku mweupe? Na kuku mweupe, natafuta kuku mweupe. Kumbe ameitishwa na mganga. Hata kama yuko kanisani, bado mawazo yake yote yako kanisani, yako Bwana. Kumbe nikakuja kugundua, ndiyo maana asubuhi ya siku ya Sabato tumejaa kanisani, lakini mchana unapowadia zote tumeondoka, kila mmoja yuko katika biashara zake. Ndivyo walivyokuwa na watu wa Yuda wa Yerusalemu. Kidogo naomba kukuuliza, hivi mtu akikufua pausia leo, akikufua pausia yako leo ama shati yako leo, tuangalie mgongo, alama tutakazozipata kwa wengine utafikiria ni trakta ya miwa imetembea pale. Ndio imetembea pale. Yaani mtu ametandikwa na waganga, mtu ameenda kufanyiwa ibada za kitani, na tena huyo mtu bado ni Mwadventista wa Sabato, anayeabudu, anayesali, anayeimba kwenye kwaya na kusimama katika mibali kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Huo ni mpakani, uondoke kwa jina la Yesu. Amen. Ndiyo maana andiko linasema ya kwamba ni sisi tukaweza kuchagua, labda utamtumikia Mungu, utamtii Mungu, ukaweza kuishi na kula mema ya nchi, ama utahasi, ukaweza kuangalia. Mwingine ukimwangalia vizuri, mahali watu hawafai kuangalia, utafikiria ni fundi wa plasta, ameutoka plasta kafu, plasta kafu. Ni vidonda kila mahali, na vidonda havijatokea kwa ugonjwa tu, vimetokea kwa vichapo vya baraka, na bado yuko haki. Ndio maana Mungu anawaona ya kwamba endelea nyinyi kutotii sauti ya Mungu, endelea kuasi. Unapoendelea kuasi, utakutana na upanga. Hapa ni uchaguzi. Mungu mwenyewe
wewe akusukumi ukaweza kuchagua, lakini anakupa maagizo ya kufuata na kujua kile ambacho kitakacho kutendekea. Wanaabudu miungu ya kigeni. Wakati huo wafalme wa Ashuru walikuwa wanawafahamia watu. Badala ya kumrudia Mungu, walianza kuiga ibada za kimataifa. Tuko wengi ambao tumeiga ibada za kimataifa. Ulitoka nyumbani ukiwa salama, ukaja Mombasa ukakutana na marafiki. Kwa sababu umekutana na marafiki, nao wamekubadilisha, na hata leo uliokuwa unaenda kanisani au wewe ulikuwa umeitwa au unapiki sasa. Hata sauti ikija, wachungaji wametembea kwako mara 20, wewe unafikiria kutangalia kwako. Ndio sikiliza, usipotii ukiendelea kuasi utakutana na ubaya. Wakisimuko wapi? Wakisimuko. Na kuna wengine wamezoea na tabia, nilifiwa na mama, sasa sirudi kanisani. Wakati wanakwaya wanataka kuja kuchukua. Endelea kungoja, utangoja sana. Na wasiki. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumefikia mahali ambapo tunamlinganisha Mungu na wanadamu. Eti tunataka kuchukuliwa kwa sababu ulimwona fulani akichukuliwa. Tumeiga ibada za miungu. Kwa sababu ulikuja hapo ukakutana na Wadigo. Mdigo akifiwa anachukuliwa na Wadigo wenzake. Sasa na wewe umeiga. Na mimi nitatulia nyumbani, nitachukuliwa. Ngoja sana, na mwisho utapata hasara juu yake. Haleluya. Mungu amekasirishwa sana. Isaya anaanza sura kwa kusema, nimekusukuma kwa kuwalisha, nimesukuma kwa kuwalisha watoto na kuwalea, lakini wameasi. Mungu alikuwa amechoka na ibada ya nje bila utii. Yaani mpaka anakulinganisha wewe na mnyama. Mstari wa pili unasema? Isaya 1:2 maandiko yanasema, ndio, sikieni enyi mbingu, sikieni enyi mbingu, tega sikio enyi nchi, tega sikio ninyi mkao katika nchi, na hata ninyi mlio hapa tayari tega sikio, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, watoto na kuwalea, nao wameniasi. Na wao wamefanyaje? Wameniasi. Eti nimewalisha na nimewalea, lakini wanachonilipa ni kosa. Hebu fikiria kijana wako uliyemlinda vizuri, asubuhi hata usiku mzima umemlinda, lakini mwisho anachokulipa ni kukuasi, kukutusi, kukutoa kama kafara kwa miungu. Umesikia kafara wanaotoana katika ulimwengu wa kuzimu? Wanamtoa mama, wanamtoa baba aliyejituma sana. Wakati mwingine mama akiwa mjamzito, usiku wa manane, mama anamwambia mtoto ameomba soda fanta. Mzee ana usiku anaenda kutafuta fanta. Mzee pipi tu analeta fanta. Mama anabadilisha, ulichelewa sana. Mtoto amebadilisha. Sasa anahitaji harufu ya viatu vipya. Tena unaanza kutafuta ni nani rafiki alinunua viatu vipya uzuri, mtoto ameomba. Huyu uliyemshughulikia sasa imefikia mahali ambapo ameamua kuasi. Je, utasikia vizuri? Utasikia vizuri? Hili ndilo lililotendeka kwake Mungu na hawa watu wa Yerusalemu, watu wa Yuda. Amewalea
pili hauchamaliza. Imeisha. Ndio. Ng'ombe amjua bwana wake. Wewe nilikuwa nataka ng'ombe. Yaani tunalinganisha ng'ombe. Ng'ombe anamjua bwana wake. Bwana wake. Na punda ajua kibanda cha bwana wake. Na punda pia anamfahamu bwana wake. Bali Israeli, lakini nyinyi taifa teule, wana Israeli, Waadventista wa Sabato, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Hamjui na wala mshike mkono muulize kama yeye ni mpumbavu. No. Muulize kama ni mpumbavu wa namna hiyo. Yaani unalinganishwa na mnyama. Na hata mnyama anaonekana kwamba amekusifu. Mama Elena White katika kitabu cha Life Sketches anasema ya kwamba we have nothing to fear unless we have forgotten where the Lord has brought us from. Hakuna jambo lingine lolote la kuogopa iwapo tu umesahau mahali ambapo Bwana amekutoa. Ulipokuja hapa Mombasa, ulikuja kama uko kwetu unalala kwa pipa. Sasa umepata nyumba yako, halafu unamsahau Mungu. Wakati ulikuja hapa unaomba ili mradi tu upate mkate wa siku, lakini leo umepata vya kutosha, haumtaki Bwana. Wakati ulikuja hapa haukukuwa na mtu wa kukushika mkono, leo umekuwa navyo tele. Alafu unajisema ya kwamba sasa siwezi nikashika mwingine mkono, na ulishikwa unamsahau. Hakuna jambo lingine la kuogopa kama kanisa. Ninajua vizuri popote lilipopandishwa na lilipojengwa kanisa la Waadventista wa Sabato, ni lazima kumiangikia na mawingu. Kanisa hili limesimama hapa kwa siku moja. Ni lazima watu wamekarabati, wachungaji wamesimama, wengine hata wamewafukuza. Ndio. Lazima kuwe na vita. Lazima imekuwa ya kwamba kuna wengine wamefariki ili kwamba kanisa hili liwepo, lakini wewe kwa sababu umekuja sasa, unaona ni kwa mama yako, unaingia na kutoka bila msaada kutoka kwa Mungu. Bwana unafanya vizuri. Yaani tunalinganishwa hata na ng'ombe. Ng'ombe anaonekana kuwa anamfahamu Mungu wake, anamfahamu hata Bwana wake zaidi yako wewe mwanadamu. Halo? Uchaguzi? Unaninyamazia? Unafikiria mimi ndo nawachagulia? Uchaguzi? Na inasaidia hivyo. Mchungaji mwingine ananiambia, Pastor, kama imefikia hapa mahali kanisa linasema ya kwamba uchaguzi ni wenu, kanisa litaacha watu wake wajichagulie. Nimepembeleza, nimetuma wachungaji wahubiri wengine wa uamsho. Nyinyi Waadventista msiofahamu hata wacha wa Bwana, ninawafukuza. Wengine pale nilipokuwa wengine wameficha na hata hela za Bwana, eti sadaka na sadaka hatutoi. Hatutaki ile mchungaji ni sana. Mchungaji ni wapa. Halo? Asante mwenye mchini. Chunga sana. Msije mkamwasi Mungu, kwa sababu upanga wake uko karibu. Utafikiria tu utacheza kwenye mchezo huo. Kuna mchezo tulikuwa tunacheza tukiwa watoto, unafichwa, unajificha, unatafutwa. Ayule ndi unacheza na Mungu. Aanze kukutafuta. Alafu umefikia mahali unaingia kwenye music. Hapa tuko na watu wako na namba ya Ezekiel, lakini namba ya mchungaji wao hapa hawana. Hapa
Kuna watu hapa wako na namba yake na wanampigia simu baada ya mwingine, lakini ya mchungaji wake hawana. Sitaki nikuulize, lakini jiulize, uko na namba ya mchungaji wako? Uko na namba ya mchungaji? Uko na namba ya mchungaji wako? Lakini ya Ezekieli unayo. Yao wengine bahati nzuri wamekuja kule Kisii na wamelitengeneza kanisa kubwa kule Bosocho, alafu lakini wanapita na mabasi wanakusanya, uko tayari kwenda kanisa? Ukienda tunakurudisha na mchele, yaani mchele unakuchukua kanisa, eti unaenda unarudi na zawadi ya mchele. Yaani unachagua mchele, unangoja unakulinganisha Mungu wako na mchele. Singekuwa ni mchele original na plastic. Mama mwingine ananieleza kisa, pasta, ninapenda mchele soft, lakini nimeweka gas ikaisha, nikaweka ikaisha, mchele haukai soft, ninakuwa ninasikia kama hamjaiva vizuri. Okay mama, ulioenda kuyatafuta umeyapata yaani unamsubstitute Mungu na kitu ambacho ni original. Hata katika ibada nisiye tu za kutafuta, wacha tuende tu. Hiyo kuenda tu unamwazi Mungu. Unapoendelea kumwazi, wapendwa, utapotea na upanga uko juu yako. Haleluya. Uchaguzi Ni wako. uchaguzi ni wako. Lakini kwa hiyo Isaia 1 mstari wa 19 na 20 ukianzia 18, Mungu hatuachi tu eti tukaweza kusama, bado kwa sababu upendo wake ni wa ajabu, anao wito wa toba, tukaweza kuja kuketi pamoja naye. 18, soma. Haya, njoni tusemezane. Sasa kwa sababu hizo dhambi umekwisha kuzitenda, umezifikiria, siku katika mipango, sasa njooni wanangu tusemezane, Asema Bwana. Isaia anasema Hapana. ni nani? Bwana. Bwana asema ya kwamba njooni tukae. Yaani Bwana amejishusha. Mpaka mchungaji ameingia kwenye nyumba yako na kuambia mshirika, njooni kanisa. Basi wacha nifikirie. Unafikiria? Unafikiria? Wokovu wako unafikiria? Eti kuchukua muda unafikiria kesho tutakuja. Wacha nikwambie, mahali hii mada imefikia, uchaguzi wako aturudi tena. Haleluya. Aturudi tena kupembeleza uchaguzi wako, kwa sababu Bwana amesema njooni tusemezane. Endelea kaka. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, Hata kama dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, Zitakapokuwa nyekundu kama bendera, yaani kila mtu anaziona tu, yaani ukitembea unanuka. Kunuka na uzuri ama kunukia? Kunukia na uzuri. Sasa hii ni kunuka kwa sababu ni mbaya. Yaani ukipita kwa sababu ni bendera ya tabia mbaya, unanuka tu uzinzi, unanuka tu uchawi, unanuka tu umbea, unanuka tu kuabudu sanamu. Yaani ukipita tu wanaisikia harufu hiyo ya kunuka vibaya. zitakuwa kama sufu, Zitabadilishwa na kuwa safi kama sufu inayonukia vizuri. Haijalishi una dhambi gani, haijalishi umefanya jambo gani, haijalishi
kiweke kwenye chumba lako na kulala. Utoe nguo zako zote. Usimame mbele ya kioo ukiwa mwenyewe. Ujiangalie, alama hii niko nayo nilipata wapi? Usihesabu sasa umepata kwa bahati nzuri, ulikuwa unamtumikia Mungu, na sasa umepata uligongwa ukiiba, uligongwa na mganga, uligongwa na nini. Ukizihesabu ukipata ya kwamba umesidi sana, urudie usamisho kwa ubatizo. Haleluya. Hata kwa alama hizo bado Bwana anakuita ya kwamba nimejua umeombewa. Umeombewa. Yaani mtu anapita tu anamuta mganga. Sijui ama kutoka Kitui. Sienda Kitui kidogo. Ni kama nitafanya matembezi kwenda Kitui. Jioni venye wanaonekana. Lakini kusema kwamba wengine wanatoka Mombasa. Sijui kama nitakutana na wao. Lakini na vile vipango wanaweka sana ngapi? Wanaviweka sana ngapi? Kuna vipango wanaweka juu ya posti ya stima. Wanaweka sana ngapi? Nani ndio wapata watu weka mchana? Na ikiwa wako sawa, mbona waweke mchana? Kusudi hata muonekano tu tuangalie hapo kweli kuna dawa. Lakini kwa sababu ni ulimwengu wa giza, wanatembea kwa giza, ili kwamba wewe uagiza uelekee kwa giza, utakuwa giza. Bwana tusamehe. Malizia kama ukikubali na kutii. Sasa sikiliza, mstari wa 19 unatupa taswira ya kusamehewa dhambi, lakini ambayo inazalia kwa uamuzi wa mtu, kwa sababu Bwana hawezi akamsukumia mtu. Anasema kama mkiamua, hiyo mtakula mema ya nchi. mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, 20 inasema lakini mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Mtaangamizwa kwa nini? Upanga. Asema kinywa cha Bwana kimenena haya. Kinywa cha Bwana kimefanya nini? Kimekwisha kuyanena haya, wapendwa. Mkichagua leo njia ni mbili tu. Fungu hili linachagua mbili tu. Hakuna njia ya katikati. Hakuna njia ya katikati. Msemaji mmoja anasema ya kwamba partial obedience is disobedience. Na kusema huko kanisani, kesha huko, leo huko, kusudi tukuvunjie. Utaamka siku moja, nenda kuangalia, hakuna mtu anakuja na kweli, utaangamia kwa uchaguzi wako. There is no partial obedience. Hakuna uamuzi wa katikati. Aidha uchague kutii ule mema ya nchi na kuishi, ama uasi, utaweza kuangamia. Uchaguzi ni wako. Jambo la kwanza, ukitii utapata baraka. Obedience comes with the presence. Amen. Ukitii tu utapokea baraka. Mkitaka na kutii utakula mema ya nchi. Mkikataa, Mungu halazimishi mtu, anataka moyo wako ukubali kwanza. Haleluya. Amen. Na kutii, matendo yanafuata, sio maneno tu. Hapa watu waimba kwaya, kumbe hata kwa kuimba kwaya leo wasiofanana ni kamoja kugundua wanaimba pamoja pia. Kunguru, wewe, ondo na vifaranga vya kuku wanaimba pamoja. Sasa hapo mwewe akiimba na vifaranga vya kuku wanaviangalia watu mataya. Ndio maana kwaya inachukua miezi 2 na anguka. Mwewe wamemaliza vifaranga vya kuku, wanakulana huku kwenye kwaya, wanasakana kwenye kwaya. Mkichagua tu kuyaishi mnavyoimba kama wanakwaya,
kuyaishi mnayoyaongoza kama viongozi, tutakula ni baraka na neema ya nchi. Mtakula mema. Andiko linaposema mtakula mema, inamaanisha ya kwamba utapata amani, utapata baraka, utapata ulinzi. Matunda ya kazi yako yatakuwa mema na matamu. Haleluya. Kuna wenye tuko hapa hata amani hakuna, tumevalia sasa. Mnajua hiyo mmefanya inamaanisha nini? Kwenye kaya mliovaa kijani, unajua inamaanisha nini? Hamjui? Kidogo mfanye utafiti. Mtu anaweza kuwa kwenye kaya anaenda vizuri, lakini sasa kumekucha. Natamani Mungu ukiyasongeza masaa mawili tena, kwa sababu ninakoelekea nyumbani hakuna amani. Sikiliza, ukitii utaipokea amani, kwa sababu apeanaye amani sio mchungaji, lakini ni Mungu. Mungu mwenyewe ndiye ametoa ahadi hiyo. Sema jambo la pili na kumalizia hapa. Uchaguzi wa pili ni kuasi, na wakati unapoasi utakutana na adhabu, na adhabu ni kuangamia. Sio kuangamizwa kwa muda, ni kuangamia milele. Mkikataa na kuasi mtakula upanga. Kukataa ni kusikia lakini unapuuza. If there is a great challenge, kama kuna shida kubwa ambayo sasa hivi kanisa linalo, mchungaji anasema kama wanakwaya tunafaa kufuata protocol. Kwani yeye ni nani? Protocol unasifuja nani? Mchungaji anasema kama mnatoka hapa mnaenda mahali mwingine mhudumu, basi fuata protocol, waandikie na barua tuipitishe kwenye kikao. Lakini mnafunja, mnaasi, mnakutana na upanga. Sikiliza, mnaenda tu mnaingia barabara hiyo ya Nairobi, mkifika kwa njia gari na wao mliasi, mnakutana na nini? Na maafa, kwa sababu ya kutotii. Kuwa waasi ni kujua ukweli, lakini kukusudia kufanya kinyume chake. Unajua ukweli. Mtoto sijui kwa Helga amepata mimba bahati mbaya. Sawa. Kwa sababu unataka kulitunza jina la Helga, sasa unajua ya kwamba ukiacha hii mimba ni vibaya kwa Mungu. Lakini unasema sitafunike tu. Si Mungu anajua tunalitunza jina lake. Nasemaje? Unajua ubaya lakini unafanya. Ni kuasi. Utakutana na upanga. Ukimtoa fyetu, unasikia sasa complications zimekuwa. Sasa dawa aliyotumia imemchoma utumbo, sasa kanisa changa. Mtoto si ulisema iko siri? Sasa kanisa limekuja kuchanga. Shida ni gani? Si aliafa nyimba? Tumejua ama hatujajua? Bora pesa kuliko kuwa mtu wa kuwa. Haleluya. Wakati mwingine kufunika dhambi sio suluhu. Sio suluhu. Ni kurudi kwa Mungu na kuomba toba. Haleluya. Napomaliza, mtakula kwa upanga. Matokeo ya dhambi ni vita. Matokeo ya dhambi ni ugonjwa. Matokeo ya dhambi ni ufunjifu ama ufunjaji. Maana Mungu anaruhusu tujivune matunda ya maamuzi yetu. Kinywa cha Mungu kimekwisha kusema. Hii ni kuthibitisha, si maneno ya Isaia, ni ahadi na onyo la Mungu mwenyewe. Haleluya. Wapendwa, tunapokuwa katika makambi yetu haya ya kuchagua, tafuta neema
kutoka kwake Mungu. Unapochagua wewe, unapochagua kama mzee wa boma, unapochagua kama mama wa boma, unapochagua kama kijana mtoto, unapochagua kama kijana wa umri wa makamo, unapochagua wewe kama msabato, unapochagua wewe kama mtu, muuzishe Mungu kusudi usichague mwenyewe. Ukienda mwenyewe utazama katika kaburi la milele, lakini ukimuuzisha Mungu kwenye uchaguzi, utakuwa mshindi na utakula mema ya nchi. Na Bwana atubariki kwa jina la Yesu. Viongozi wa nyimbo nambari 118.